Watu wengi leo hawachoki kwa kazi, wanachoka kwa hasira, wanachoka kwa wasiwasi, wanachoka kwa mambo wanayoyawaza kichwani lakini hayajatokea. Hasira ni moto wa ndani, wasiwasi ni mzigo wa kimya kimya, na watu wengi wamebeba vyote viwili bila kujua vinawaharibu polepole. Leo nataka nikufungulie ukweli mzito sana. Hasira na wasiwasi haviji kwa sababu maisha ni magumu. Vinakuja kwa sababu akili haijafundishwa kukaa tulivu. Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo tunatibu akili kabla ya kutibu matokeo. Kabla hatujaanza, kama unapenda mafunzo yanayorekebisha akili, yanayotuliza nafsi na yanayokujenga kutoka ndani kwenda nje, subscribe sasa hivi kwenye channel ya Fikra Sahihi, bonyeza like na shiriki video hii kwa mtu anayehitaji utulivu wa akili. Leo nitakufunulia njia 3 za msingi za kuacha hasira na wasiwasi. Kaa mpaka mwisho, maana njia ya 3 ndiyo iliyobeba ujumbe mzito zaidi. Sio kwa kujizuia kwa nguvu, bali kwa kuelewa kinachoendelea ndani yako. Namba 1. Elewa kuwa hasira na wasiwasi ni ujumbe, si adui. Watu wengi hupambana na hasira zao, wengine hujaribu kuzikandamiza, wengine huachia bila mipaka. Lakini hasira si mbaya kwa asili, ni ishara kwamba kuna jambo haliko sawa ndani au nje yako. Vivyo hivyo wasiwasi, sio udhaifu, ni dalili ya akili inayokimbia mbele bila mwelekeo. Mfano, mtu akikerwa kazini, hasira humwambia kuna mipaka imevukwa. Mtu akiwaza sana kuhusu kesho, wasiwasi humwambia akili imepoteza sasa. Ukisikiliza ujumbe badala ya kupambana na hisia, unaanza kuzidhibiti. Namba 2, acha kuitikia haraka. Jifunze kusitisha. Hasira huongezeka kwa majibu ya haraka. Wasiwasi huongezeka kwa mawazo yanayojirudia. Mtu mwenye nidhamu ya akili hujifunza kusitisha. Hasemi mara moja, hachukui hatua akiwa na hisia kali. Mfano, maneno yakikutoka bila kufikiri huweza kuharibu uhusiano wa miaka, lakini ukikaa kimya dakika chache, hasira hupungua. Kusitisha si udhaifu, ni nguvu ya juu. Dakika moja ya utulivu inaweza kuokoa siku nzima ya majuto. Namba 3, rudisha akili kwenye kile unachoweza kudhibiti. Chanzo kikuu cha wasiwasi ni kujaribu kudhibiti yasiyodhibitika: tabia za watu, maamuzi ya wengine, mambo ya baadaye. Mtu mwenye fikra sahihi hujiuliza, nina mamlaka juu ya nini sasa? Mfano halisia, huwezi kudhibiti watu wataka kusema nini, lakini unaweza kudhibiti majibu yako. Huwezi kudhibiti kesho, lakini unaweza kudhibiti unachofanya leo. Utulivu huja pale unapoacha kubeba mzigo usio wako. Onyo: hasira isiyodhibitiwa huharibu afya, mahusiano na maamuzi. Wasiwasi usiodhibitiwa huiba usingizi, furaha na mwelekeo wa maisha. Na cha hatari zaidi, vinaweza kuwa tabia bila wewe kujua. Hasira na wasiwasi haviishi nje yako, vinaishi ndani ya akili yako. Ukijifunza kuielewa akili, kuisitisha inapokimbia na kuirudisha kwenye sasa, utagundua kwamba utulivu si bahati, ni ujuzi, na ujuzi huo unaweza kujifunza. Kama mafunzo haya yamekugusa, ni kwa sababu akili yako iko tayari kubadilika. Subscribe kwenye channel ya Fikra Sahihi, like video hii, shiriki kwa mtu anayehitaji kuacha hasira na wasiwasi, na comment kile ulichojifunza leo. Fikra Sahihi huzaa maisha yenye utulivu.